ukiendelea kuuliza maswali utapoteza zaidi ya ndoa. Nilikaa kimya. Kwa mara ya kwanza sikuogopa kupoteza ndoa. Nilianza kuogopa kitu kingine tena. Ukweli kamili wa Cletus. Ni nani? Anafanya nini? Ana nini? Nilipopokea ile meseji inayosema ukiendelea kuuliza maswali utapoteza zaidi ya ndoa, nilikuwa jasiri. Sikuogopa tena. Lakini badala yake nilikuwa nimechoka. Nilijua tayari kuna kitu kikubwa zaidi nyuma ya Cletus, na mimi nilikuwa nimeingia ndani yake bila kujua. Usiku ule Cletus alirudi nyumbani mapema, tofauti na siku zote. Hakusema neno. Hakunikaribia. Alikaa sebuleni kwa kimya kizito sana, kana kwamba mtu anayengoja hukumu. Nilimsogelea kwa utulivu. Nataka ukweli wote, Cletus. Alifungua macho yake kwa sekunde chache, kana kwamba mtu aliyekuwa amechoka kuficha kila kitu kwa muda mrefu. Akaniambia, umefika mwisho wa mchezo ambao hukujua pale ulipouanza, Buju. Pole sana. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu sana. Roshni sio mwanamke wangu. Na sio mwanamke wa kawaida. Ni dhahabu ambayo siwezi kuitupa kamwe. Nilikaa kimya, kumwacha Cletus aongee yote aliyokuwa anataka kuyaongea kwa wakati ule. Yeye ni sehemu ya biashara yangu ya zamani na watu ninaowadai. Nilishtuka. Biashara gani? Niliuliza haraka sana. Akanitizama moja kwa moja. Biashara ya hatari ambayo niliifanya na nikaifanya na nikaendelea kuifanya, na imenifanya niyaishi haya maisha yote ninayoyaishi. Nilihisi miguu inalegea. Aliendelea kuzungumza. Nilipokutana na wewe nilikuwa nakimbia matatizo. Nilihitaji mtu wa kuonekana kama sehemu ya maisha yangu mapya. Na wewe ulikuwa rahisi sana kuamini, kwa sababu ulikuwa unahitaji mwanaume mtanashati kama mimi. Kimya kilijaa chumbani. Moyo wangu ulivunjika kwa mara ya pili. Nikatetemeka. Kwa hiyo sikupendi hata kidogo. Kwa hiyo sikupendwa hata kidogo? Nilimuuliza. Nilijaribu kukupenda, lakini maisha yangu hayajanipa nafasi, Buju. Nilicheka kwa uchungu sana ile siku. Kwa hiyo nilikuwa nani kwako? Mbona kama tulifunga ndoa? Alinishika mkono kwa muda